Kwa majina naitwa mwinjilisti Sixbert Philbert Terugwa, mwinjilisti wa kanisa la Waadventista wa Sabato, ambaye nimekuwa mwinjilisti kwa miaka mingi. Nimefanya kazi katika maeneo mbalimbali kule kusini, pwani, kanda ya ziwa na karibu maeneo mengi ya Dar es Salaam. Katika wito wangu huo, Mungu ameniwezesha kufungua, kuanzisha na kusimamisha makanisa zaidi ya 26. Ndani ya kipindi hicho nimekutana na visa mbalimbali ambavyo msikilizaji na mtazamaji, hata wewe ukisikia vikakutie moyo kwamba kwa Mungu kila jambo linawezekana. Naweza nisieleze vyote, lakini kipo kisa ambacho ninatamani nitoe ushuhuda wake. Maana hata mimi ninapokuwa nikitembea katika kazi, bado umekuwa ni ushuhuda ambao umeendelea kugonga katika akili yangu, katika macho yangu, na hasa pale ninapokuwa naendelea kushuhudia kwa macho yangu hata sasa. Mwaka 2012 kanisa lilinipeleka kuanzisha kazi kule katika eneo jipya la Mabwepande, eneo ambalo limekuwa maarufu sana kwa sababu ya kuwepo kwa watu ambao waliathirika katika mafuriko ya Dar es Salaam wakati huo, wakapelekwa kule. Bahati nzuri walipokuja kule na mimi walinikuta. Lakini eneo la Mabwepande pia lilipata umaarufu kwa sababu ya ushuhuda huu ambao ninakwenda kukueleza msikilizaji wangu na mtazamaji. Nakumbuka wakati ule nikiwa katika huduma za uinjilisti za kwenda nyumba kwa nyumba, tulipelekwa kule mimi na mke wangu, na kama unavyojua tunapopelekwa katika maeneo mapya unapewa nyumba. Na eneo lile kulingana na mazingira yalivyokuwa pale, nilikuwa nimepewa nyumba iliyokuwa na chumba kimoja na sebule pamoja na choo. Sasa katika kutembea nikawa natembelea watu, najifunza na watu, nafungua madarasa, natembea huku na kule. Watu wanampokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Siku moja ambayo sitaisahau ilikuwa ni tarehe 13, siku ya Jumanne mwaka 2013. Nikiwa katika uinjilisti, nimetoka nyumbani, nimebeba maji yangu kwenye begi na begi mgongoni na Biblia. Nikatembea. Cha kushangaza, njia ambayo nilikuwa naipita siku zote, siku hiyo nikasikia sauti inaniambia leo pita njia nyingine. Na mimi wakati huo nilikuwa nina miaka mmoja tu katika eneo lile na njia nilikuwa sijazifahamu vizuri. Lakini Mungu aliponielekeza kwamba pita huku, nikaanza kutembea. Na wakati huo Mabwepande ulikuwa ujao wa mji ulio na nyumba nyingi. Ulikuwa unaweza kutoka hatua moja ukatembea karibu kilomita 1 kukutana na nyumba nyingine ya udongo wakati huo. Wakati nilipotembea katika mbuga isiyokuwa na watu, badala yake kulikuwa na mashamba, nikaona nyumba moja iko kwa mbali. Kibanda hivi cha udongo kimeezekwa na makuti. Basi kile kibanda nikakiendea. Nikasema mule wanaishi watu, na kwa sababu mvua ilikuwa inanyesha, nilipofika pale nikagundua upepo ulivyokuwa unakuja unakipiga kile kibanda. Ule udongo, najua Dar es Salaam hakuna udongo unaostahili kukandika, ni mchanga. Ule udongo unapukuchika. Lakini nikaona ndani kuna watu wako mle ndani. Ikabidi nikazunguka, nikagonga kwenye mlango wao, ulikuwa ni mlango wa makuti. Akatoka mama mmoja, nikamsalimia, akanisalimia. Nikamwambia mimi ni mtumishi wa Mungu, nimepita kuwasalimia na kuwaletea habari njema za wokovu. Nikamuuliza jina, akaniambia mimi naitwa Salome Mwando. Akaniambia yeye yuko pale, maisha ndio yale pale, mvua inanyesha, lakini wakati huo alikuwa na watoto mapacha sita anao pale, na anakaa na umomo kwenye kibanda. Nikaanza kufikiria sasa, huyu mama hata kama nikimhubiri Injili hata muda wa kunisikiliza, maana anahangaika namna kuhifadhi watoto wake na mvua. Basi mimi nikamwacha, nikaendelea na maisha mengine ya utume. Nikaenda nyumba zingine huko, mvua ikanikuta kule. Kwenye saa 9 nikarudi nyumbani. Niliporudi nikawa ninahadisia mke wangu jinsi kazi ilivyokwenda. Nikamhadisia kile kisa cha yule mama.
Nilipomhadisia akanishambulia. Akasema sasa wewe unanihadisia nini? Umemkuta huyu mama yuko hivyo, alafu umemwacha. Mimi nilitegemea ungekuja naye umembeba na watoto wake mpaka hapa. Nikamwambia mama, nyumba tulio nayo ya kanisa unajua ni chumba na sebule. Huyo mama ana mapacha 6, tutawaweka wapi? Akaniambia wewe ungewaleta, Mungu tunayemtumikia angejua tutakapowaweka. Nikamwambia mama, mimi hili nimeona ni gumu. Na hili yenyewe unaona huku sisi ni wageni. Hatujaseto kusema kwamba tutawalisha nini. Akanishambulia sana kwa kutowaleta wale watu pale nyumbani. Basi nikamwambia hamna shida. Akaniambia twende. Tukaondoka. Tukaenda mimi na mke wangu, tukafika pale, tukamkuta yule mama anaendelea kuteseka na wale watoto. Mama akanimwambia, mama, unaweza kuishi mazingira yoyote? Akaniambia ndio naweza. Akamuuliza mume wako yuko wapi? Akasema mume wangu kwa sababu ya maisha kuwa magumu alinikimbia kwa sababu ya kupata hawa watoto 6. Kwa hiyo naishi, na akasema mimi hapa naishi peke yangu, kula kwangu ni kwa shida na maisha yangu ni magumu. Tukambeba yule mama. Kumbuka mtazamaji na msikizaji, tuna chumba na sebule. Na mama pale, mimi nimebarikiwa kupata mtoto mmoja. Ndani ya chumba na sebule, mimi na mama tunalala chumbani, mtoto analala sebuleni. Sasa tunakutana na familia ambayo mama ana mapacha 6. Nje ya mapacha 6 ana watoto wengine 2 juu ya wale mapacha 6. Kwa hiyo jumla ana watoto 8, yeye mwenyewe ni 9. Ndipo tunasema kwamba tumlete katika chumba hicho na sebule. Lakini mke wangu akanitia nguvu, akanitia moyo, tukambeba yule mama. Hata kuwabeba wale watoto ilikuwa ni changamoto. Tukawabeba, tukawaleta pale nyumbani. Bahati nzuri tulikuwa na magodoro 3. Kulikuwepo na la mtoto na ile tunalalia sisi, na godoro lingine la ziada lilikuwepo pale. Tukamweka pale nyumbani. Yule mama, mke wangu akaanza kuogesha wale watoto, akawaogesha tangua wana. Tukaanza maisha ya familia ya watu 9 na 3, watu 12. Tukaanza kuishi katika hicho chumba na sebule. Tukaanza kumsaidia yule mama, tukaishi naye, tunapata chakula, tunakula. Ninachoanza kushuhudia baada ya yule mama kufika pale, hofu niliyokuwa nayo kwamba tutawalisha nini, nikaanza kuona inapotea. Tukawa tunaweza kuwa na unga debe 1, tukawa tunaweza uwezo wa kuwa na sukari kilo 3, tukawa tuna uwezo wa kupata hata uji wa watoto. Wakati huo hata uwezo wa kusema tuwatengenezee lisha tukua nao, lakini tunasaga unga, tunatengeneza dona, watoto wanakunywa uji. Ikifika siku ya ibada, tunawabeba, tunakwenda nao kanisani. Tukaanza kusali nao watoto na yule mama ndani ya hicho chumba. Tukakaa. Siku isiyo jina, yule mama akaniambia, baba, leo sitakwenda kanisani, sijisikii vizuri. Mke wangu akamwambia basi twende na watoto. Akasema hapana, naomba msiende na watoto. Basi tukamwacha pale nyumbani, sisi tukaenda kanisani. Tumerudi saa 12, tukakuta yule mama hayupo. Ameenda wapi hatujui. Majirani hakuna, ni eneo ambalo majirani walikuwa nakaa mbali. Tukaanza kufuatia yule mama. Saa 2 kamili usiku, kati huo hata TV sikuwa nayo, maana ni eneo jipya la kazi, hata umeme haupo, tunawasha mishumaa. Nikashangaa napigiwa simu na mtu. Ananiambia, mwinjilisti, naam, ubarikiwe sana kwa kazi nzuri. Nikamuuliza kazi gani? Akasema kuna mtu huku kwenye vyombo vya habari anatangaza kwamba wewe ndio umemwokota. Nikasema ni nani? Akasema amejiita jina, anajiita Salume Mwando. Akasema tunamuona huko kwenye TV na watoto wake 6. Mwinjilisti, uliwezaje kukaa nao watoto? Nikabidi sasa nianze kumtafuta. Baada ya masaa kama 2, nikashangaa napigiwa simu sasa na waandishi wa habari. Wewe mtumishi wa kanisa la Wasabato, unapatikana wapi Mabwepande? Wewe ndio umemtunza huyu mama? Tunataka kuja kukuona. Waandishi wa habari kesho asubuhi, nikashangaa magari, nikashangaa msafara, viongozi wa serikali, watu wa taasisi za umma mbalimbali wakaja pale kuona mahala pale ambapo alikuwa anakaa yule mama. Wakafika pale, wakaniuliza, nikawaeleza, nikawaonyesha kile chumba ambacho tulikuwa tunakaa pamoja naye. Yule mama akasema mimi kama sio huyu baba, kama sio huyu mama, nisingeweza kufika hapa. Basi wakasema sasa tunaomba mchungaji uendelee kutunza huyo mama. Kaendelea kukaa naye pale. Lakini wakati huo wakaona sasa atafutiwe nyumba sasa ya kukaa na watoto wake. Mume wake wakati huo amekimbia,
hajulikani alipo. Tumejitahidi kumtafuta, hatukuweza kupata. Tukaendelea kubaki na yule mama. Nikaanza kuona milango imeanza kufunguka. Pale ambapo tulikuwa tunawaza watakula nini, tukaanza kupata uhakika watoto wale kula. Tukaanza kupata uhakika watoto kuvaa. Watoto wakaanza kulelewa vizuri. Wakaanza kukaa pale kwenye ile nyumba yao ya kupanga. Kwa hiyo waandishi wa habari wakaendelea kuwafuatilia. Watu wakawa wanakuja mara kwa mara. Wengine wananiuliza, sasa kwa nini nashuhudia ushuhuda huu? Pamoja na kwamba alikuwa ametelekezwa na watu walimuona kwa watoto wale sitawezi kuwa tena na thamani katika jamii. Baada ya kuanza kuonekana kwenye vyombo vya habari, na vyombo vya habari wakanihakikisha kwamba nimsimamie, ndugu wakaanza kuinuka. Wakamwambia, najua huyu mwinjilisti atakuibia pesa zinazochangwa. Hiyo namba inayotajwa kwenye vyombo vya habari ni namba yake. Pesa zote zinaingia kwake. Na kiukweli namba ilikuwa inatajwa pale, mimi wala tena nilikuwa na mimi naiona kwenye skrini. Ilikuwa ni ya huko, ni ya watu wa vyombo vya habari waliokuwa wamechukua ile habari na kuieleza kwenye jamii, ndio walikuwa wanachangisha zile pesa. Matokeo yake yule mama akaanza kuona kana kwamba mimi tena si msaada kwake. Pale alipokuwa amepanga, ndugu walikuwa wamekimbia, wakaanza kurudi. Baadaye yule mama wakaja watu wa benki, wakamwambia lazima utupeleke kwa huyo mchungaji. Akawaleta kwangu, wakasema tunataka kufanya kitu. Wakasema tunataka kumjengea nyumba, tusaidie kutafuta kiwanja. Nikawasaidia, nikawashauri watu wa benki. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Hata mwinjilisti anawashauri watu wa benki. Haleluya. Basi, kwa hiyo nikamwambia badala ya kumnunulia kiwanja, mnunulieni nyumba ambayo imeshakamilika ili aweze kuingia. Wakatafuta nyumba. Wale ambao ni wakazi wa Dar es Salaam, nafahamu kule Mabwepande kuna nyumba za SACCOS ziko kule, wakamnunulia. Tukaanza kufuatilia ile nyumba, akakamilisha. Wakaja wakafungua ile nyumba. Walipofungua ile nyumba, cha kushangaza, kwa nini ushuhuda unaupenda, siku ya kumkabidhi nyumba akaja na balozi wa Finland nchini Tanzania, na mimi nikapata bahati ya kumshika mkono balozi wa Finland nchini Tanzania. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wakamnunulia nyumba, akaanza maisha mapya, wakamwekea vitanda, akabatizwa, akawa Mkristo mzuri, wakamwekea vitanda, wakampa mtaji. Walipompa mtaji, wakajitolea kwamba hawa watoto 6, hawa mapacha 6 tutawasomesha mpaka mwisho wa elimu yao. Na hata mpaka sasa ninapozungumza, 4 tayari wamemaliza chuo kikuu kwa msaada wa benki. 2 ndio kwanza wako mwezi wa kwanza wanaendelea na masomo. Kwa yule dada maisha yake yakaanzia hapo. Akaona utukufu wa Mungu kupitia ile huduma. Akaanza maisha pale. Bahati mbaya, kama nilivyokuambia, ndugu wakaanza kuja. Kwa sababu hakupata usimamizi mzuri, aliyekuja kwanza akamwambia, unajua hizo pesa ulizo nazo inabidi ufanye biashara. Unajua kule kwangu kuna biashara ya nguo. Mtu anampa, anaenda benki, anamtolea milioni 2, anaenda. Akienda arudi. Yule mume naye akarudi. Kamwambia, mke wangu, najua hapa tuuze, watakuja kutufuata, tuondoke. Wakaanza kupanga mipango ya kuondoka. Watu wakanibonyeza, mtumishi, yule mtu mdada uliyemsaidia lakini ana mpango wa kuondoka, na ile nyumba sasa hivi anapanga kuiuza. Nikamfuata tena. Nikamwambia, dada yangu, kwa nini unapanga kuuza nyumba? Hii nyumba wewe ulipewa kama msaada kwa ajili ya watoto wako. Kama unapanga kuuza, subiri watoto ambao ndio walisababisha ukapewa wakue, wao ndio waamue waje waiuze. Akanisikiliza, akakaa pale, akaendelea na maisha pale, lakini akawa Mkristo mzuri, akawa naimba kwaya. Habari zikaenea kwa mara ya kwanza, na mimi nikaona ninatajwa katika vyombo vya habari. Kwa hiyo Terugo huyu unayemwona leo, wenda amekuwa maarufu kwenye vyombo vya habari, safari ilianzia pale. Watu wakaanza kufuatilia kwamba huyu Terugo ni nani. Habari zikaenea, kwa serikali zikaenea. Hata nikashangaa siku moja nikapigiwa simu na mtu kutoka Ujerumani kwamba tumeona kwenye ile news ya kimataifa kwamba tumeona huko Tanzania kwamba kuna mchungaji wa kanisa la Wasabato amemsaidia mtu mpaka amefikia hapo. Penzi msikilizaji wangu, huu shuhuda ninaupenda jinsi ambavyo tunafanya kazi tusaidie watu. Yule mama mimi sikujua kama atafika pale, lakini hivi ninapozungumza na wewe amekuwa mtu mkubwa, watoto wake wako wana elimu nzuri, kitu ambacho hakukitegemea. Mimi nilifanya kama kitu kidogo,
lakini kikageuka kikawa kitu kikubwa. Nataka nikutie moyo mtazamaji, hata wewe ukiona mtu anayepita kwenye shida, msaidie. Haujui mwisho wake utaishia wapi. Injili ikaenea kwa mfumo huu. Yule mama hakuna mtu ambaye ilikuwepo njia yoyote ya kumpelekea. Hata kama ungelienda na Biblia kwa shida aliyokuwa nayo, asingeweza kukusikiliza. Ilikuwa ni lazima uguse shida yake, uguse mahitaji yake. Mwanzo niliona kama vile ni msalaba mkubwa, lakini mwisho alipomaliza nikaona ni habari njema ambayo ilienea. Na tukio lile likafanya injili ikaenea kwa haraka sana Mabwepande. Kama katika makanisa 27 ambayo nimealea, kama kuna kanisa lilikuwa kwa haraka, ni kanisa la Mabwepande. Ndani ya mwaka miwili tayari kanisa lilikuwa na waumini wasiopungua 180, lakini wengi walikuwa wameguswa kwa ile huduma ambayo tulikuwa tumemfanyia yule mama. Kanisa likakua, likatengwa, na hata sasa ninapozungumza Mabwepande ni kanisa, na yule mama ni mshiriki wa kanisa pamoja na familia yake. Penzi msikilizaji wangu, tunapoendelea na shuhuda, utapata shuhuda nyingi kupitia Nuru House Channel. Wewe subscribe, endelea kufuatilia, usikilize shuhuda mbalimbali zinazoendelea mahali hapa. Mungu akubariki.